Kwenye maisha, asilimia kubwa ya watu wengi wamefundishwa kuamini nguvu ipo kwenye kuongea sana, kujieleza kila wakati na kuhakikisha kila mtu anajua mambo wanayoyafikiria na mambo waliyoyapanga. Wanafanya haya yote kwa sababu hawajui kuna nguvu kubwa inayopatikana kwenye ukimya. Kukaa kimya sio udhaifu. Mtu anayekaa kimya ni mtu mwenye nguvu ya kujitawala, anayefikiri kabla ya kutenda na anayejua sio kila jambo linahitaji kutoa majibu. Ukimya ni nafasi ambayo mtu anajipa ili aweze kusikia mawazo yake mwenyewe. Unapokuwa kimya, unaanza kutambua tofauti kati ya jambo linalohitaji kulichukulia hatua na jambo linalohitaji kupuuzwa. Unaanza kuelewa watu bila kukimbilia kuwahukumu, na unaanza kuona maisha kwa mtazamo mpana na mtazamo chanya. Mtu anayejifunza kukaa kimya anaweza kujenga hekima ambayo haipatikani kwa kuongea kila wakati. Kuna wakati wa kuongea na kuna wakati wa kukaa kimya. Ukijifunza kutumia ukimya kwa hekima, unaweza kupata utulivu, kufanya maamuzi mazuri, kujenga uvumilivu, kujilinda na matatizo mbalimbali, lakini pia kujijua wewe mwenyewe kwa undani zaidi. Sababu ya kwanza, ukimya unakupa utulivu. Ulimwengu wa sasa umejawa na kelele nyingi. Kama kila wakati akili yako imejaa sauti za watu wengine, ni vigumu sana kusikia sauti yako ya ndani. Ukimya unakupa nafasi ya kupunguza hizo kelele na kurudisha akili yako kwenye hali ya utulivu. Unapokaa kimya kwa muda, unairuhusu akili yako kupumua na kupanga mambo bila shinikizo la presha kutoka nje. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa na tatizo na kuliruhusu tatizo likutawale akili yako. Wakati mwingine unapokutana na changamoto, unaanza kuongea sana, unalalamika, unatafuta watu wa kuwalaumu na kufikiria mambo mabaya. Lakini ukimya unakufundisha kusimama na kukupa nguvu ya kusema ndani yako, ngoja kwanza nitulie kabla sijafanya kitu chochote. Jenga tabia ya kuwa na muda wako wa kukaa kimya. Kila siku angalau kwa dakika 5 hadi dakika 10. Weka simu pembeni, kaa sehemu yenye utulivu na jiulize, ninajisikiaje? Nini kinanisumbua? Nifanye nini? Usikimbilie kupata majibu ya haraka. Ruhusu kwanza akili yako itulie. Kadri unavyojifunza kukaa kimya na kuwa mtulivu, ndivyo unavyopunguza uwezekano wa kufanya mambo kwa hasira, kwa hofu na kwa presha. Sababu ya pili, ukimya unasaidia kufanya maamuzi mazuri. Maamuzi mengi mabaya huwa yanatokea wakati mtu anapofanya jambo akiwa amechochewa na hisia. Unaweza kukasirika na kusema jambo ambalo baadaye utajutia kwa nini umelisema. Unaweza kufurahi sana na kutumia pesa bila mpangilio. Unaweza kuogopa na kuacha fursa nzuri kupite. Ukimya unakupa nafasi ambayo inakuruhusu kufikiri kabla hujachukua hatua. Mtu mwenye hekima sio yule anayejibu kila swali kwa haraka. Mtu mwenye hekima ni yule anayejua wakati wa kujibu na wakati wa kusubiri. Usifanye uamuzi kwa kutumia hisia. Ukiwa na hasira, tulia. Ukiwa na hofu, tulia. Ukiwa na furaha kupita kiasi, tulia. Ukimya hauondoi tatizo, lakini unakupa nafasi ya kuliona vizuri tatizo. Wakati mwingine, dakika chache za ukimya zinaweza kukuokoa na kukusaidia usifanye kosa ambalo litakugharimu miaka mingi. Sababu ya tatu, ukimya ni chanzo kikubwa cha uvumilivu. Uvumilivu unajengwa kwa kujifunza kuacha tabia ya kukurupuka. Mtu anayeshindwa kukaa kimya kwa asilimia kubwa huwa anataka kila kitu kitokee haraka, bila kujua kila kitu kwenye maisha kina mchakato. Kuna mambo yanahitaji muda, na ukimya unakufundisha kukubali sio kila jambo lazima ulazimishe litokee wakati unaoutaka wewe. Unapokaa kimya wakati ambao mambo hayaendi kama ulivyotarajia, unajifunza kuvumilia bila kuvunjika moyo. Badala ya kusema nimejaribu lakini hakuna kinachotokea, unaanza kusema nitaendelea kwa sababu safari bado haijaisha. Mti hauoti na kutoa matunda siku moja. Jenga msingi, vumilia mchakato na acha muda uamue kwa sehemu yake. Sababu ya 4, ukimya unakuepusha na mambo mbalimbali. Sio kila jambo unalolisikia linahitaji utoe maoni. Sio kila mtu anayekuchokoza anastahili kujibiwa. Wakati mwingine watu wanakujaribu
ili waone kama wanaweza kukutoa kwenye hali ya utulivu ulionayo. Ukijibu kila jambo, unaweza kujikuta umeingia kwenye matatizo ambayo hayakuwa ya kwako. Ukimya unakulinda usiseme mambo ambayo hukupaswa kuyasema. Wakati mwingine mtu anaweza kukuambia siri, mpango wake au jambo la faragha. Kama huna nidhamu ya ulimi, unaweza kulisambaza hilo jambo na kuharibu uhusiano na huyo mtu kwa sababu umeshindwa kukaa kimya. Mtu anayejua kukaa kimya anajua sio kila taarifa anayojua lazima isambazwe kwa kila mtu, kwa sababu anaelewa maneno yakishatoka kinywani hayawezi kurudi. Kuna wakati lazima useme ukweli, uombe msaada na kuweka mipaka. Hekima ni kujua ni wakati gani wa kuongea na wakati gani wa kunyamaza. Usinyamaze kwa sababu unaogopa. Nyamaza kwa sababu umechagua kututumia nguvu zako kwenye jambo ambalo halistahili. Sababu ya 5, ukimya ni mwanzo mzuri wa kujijua. Moja ya matatizo makubwa ya watu wengi ni kutumia muda mwingi kuwajua watu wengine badala ya kujijua wao wenyewe. Wanajua watu wengine wanapenda nini, wanafanya nini, wanaishi vipi, lakini hawajui wao wenyewe wanataka nini kwenye maisha yao. Unapokuwa kimya, unaweza kugundua hofu yako, ndoto zako, udhaifu wako, vipaji vyako na tabia zako binafsi. Na unaweza kugundua baadhi ya mambo unayoyafanya hayatokani na kile unachokitaka, bali yanatokana na sababu ya kutaka kukubalika na kupendwa na watu. Unaweza pia kugundua umekuwa ukijilinganisha sana na watu wengine. Kujitambua huku ni muhimu kwa sababu huwezi kujenga maisha yako vizuri kama hujui wewe ni nani, unataka nini na unataka kwenda wapi. Tenga muda wa kujitafakari. Jiulize, nataka kuwa mtu wa aina gani? Ni tabia gani ninapaswa kuiacha? Ni ujuzi gani ninapaswa kujifunza? Ni kitu gani kina maana kwenye maisha yangu? Ni watu gani wanaoongeza thamani kwenye safari yangu ya maisha? Usiogope kukutana na ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Kujijua sio kujiona mkamilifu, ni kujua unachokihitaji na kukiboresha. Ukimya ni kioo cha ndani ambacho kinakusaidia kujiona bila kelele za duniani. Ukimya sio udhaifu. Ukimya ni nidhamu ya akili, ulimi na hisia. Ukimya unakupa utulivu unapokabiliwa na kelele za maisha. Unakusaidia kufikiri kabla ya kufanya maamuzi, unajenga uwezo wa kusubiri, unakulinda na migogoro mbalimbali ambayo haina ulazima. Lakini pia ukimya unakupa nafasi ya kujifahamu zaidi. Wewe ni nani, unataka nini na unataka ufike wapi. Anza kufanya jambo moja kuanzia leo. Jifunze kutokuwa mtu anayejibu kila kitu. Jifunze kusikiliza, jifunze kutafakari, jifunze kusubiri, jifunze kuchagua maneno ya kuongea. Wakati mwingine jibu bora sio sentensi ndefu, ni ukimya wenye hekima. Mtu anayejua kuongea sana anaweza kuwa ni kivutio cha watu wengi, lakini mtu anayejua wakati wa kukaa kimya anaweza kujitawala yeye mwenyewe. Kabla hujataka kuitawala dunia, jifunze kwanza kuitawala nafsi yako. Jifunze kukaa kimya, jifunze kusikiliza, jifunze kutafakari, jifunze kujijua wewe mwenyewe. Ndani ya ukimya unaweza kugundua nguvu ambayo kelele za dunia zilikuwa zinaificha hiyo nguvu.